niwahakikishie yale mambo ambayo aliwaelezea wakati wa kampeni, na pia mkamuelezea kupitia wawakilishi wenu, na leo wameeleza baadhi ya maeneo ya kufanyia kazi, yatafanyiwa kazi, na hiyo ndio kazi ya serikali ya awamu ya 6. Yatatekelezwa na kazi hiyo imeanza. Mbali na hilo, pokeeni salamu kutoka kwa Makamu wa Rais Mheshimiwa Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi. Anawasalimia sana, na yeye yuko katika majukumu mengine ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Nikirejea kwenye mambo yaliyotajwa, baadhi ya mambo yaliyotajwa na wabunge wetu, Mheshimiwa Kairuki ameelezea kwa kina, lakini na Profesa Kitila ameelezea kwa kina, na yale ambayo yamebainishwa katika ilani ya uchaguzi yatatekelezwa, na kama ambavyo Mheshimiwa Rais alisema, yatatekelezwa kwa kasi zaidi, kwa nguvu kubwa zaidi, kwa kuwa masuala hayo yana umuhimu mkubwa kwa wananchi wa Ubungo. Natambua kazi iliyopo mbele yetu ya kujenga vivuko vya Msewe, Sahara, Mabibo pamoja na Sahara Burahati. Natambua uwepo wa kazi ya ujenzi wa barabara ya Shoko Londa Mongela kilomita 3.4, Bima Msikitini Viwandani, New Bagamoyo, Shauri Madai Ndafu, Mwai Kibaki, pamoja na Makonde NSSF Kanisani. Natambua uwepo wa ujenzi wa barabara ya Suka Borani. Natambua uwepo wa ujenzi wa barabara ya Bunju Mbopo Madale kwa kiwango cha lami. Natambua uwepo wa ujenzi wa barabara pamoja na makaravati maeneo ya Mazuru, Ebonite, Goba Mwishehe, Ebeneza, Wenge Chimbi pamoja na Mpiji na Kilondi, La Pazi, Beni, Kingazi A, Berlin, Goba Awali, Silayo, Msuguri na Mtikesa. Natambua mradi wa maji wa Msumi kutoka tenki la Tegeta. Natambua ukamilishaji wa ujenzi wa barabara ya Kibamba Mloganzila, sehemu ya Mloganzila na Mloganzila Citizen kilomita 8. Natambua uwepo wa ujenzi wa barabara ya kiwango cha lami, barabara za Msumi, Goba, Korea, Hondogo, Shija, Posta, Matende na Sheki Bofu, Msikitini, Sinza, Kirikiti, Segesera, Jumaikanga na Ubungo Tipto. Barabara ya Goba Kuzindi, Goba Majengo, Konoike, Malamba, Kingazi, Ufi, Makaburini, Njeteni, Makabe na Azimio. Natambua uwepo wa ujenzi wa barabara ambazo zinaendelea Kimara Bonyokwa kwa kiwango cha lami, ujenzi wa barabara ya Kibamba Kisokwa Kwembe Makondeko kwa awamu ya kiwango cha lami, ujenzi wa barabara ya Kibamba Magoe Mpiji kwa kiwango cha lami, ujenzi wa barabara ya Kingomo kwa Msuguri, Urasa, Mabibo, Hotel, Makaburini, Katelo kwa kiwango cha lami, pamoja na maeneo mengine kama yalivyoainishwa. Haya ni maeneo baadhi, lakini orodha nzima ya miradi ni mingi, na nikielezea yote tutakosa muda. Yote inaenda kufanywa kazi, na haya ni baadhi ya maeneo ya miundombinu upande wa barabara za mitaani kwenye mitaa yetu, pamoja na orodha nzima ya miradi ya miundombinu kwa Dar es Salaam nzima ambayo iko kwa takribani kurasa 9. Hizi ambazo waheshimiwa mawaziri wameongelea zitajengwa, na mimi nielekeze waziri wa TAMISEMI pamoja na wa ujenzi, barabara hizi waaminini wakandarasi wazawa wakazijenge.
tulipitisha sheria ya kuruhusu wakandarasi wazawa wapewe kazi. Ni lazima tuanze kuwaamini wakandarasi wazawa wafanye hizi kazi. Inatokea barabara mpaka za mtaani kilomita 1, 2, 3, kilomita 4, tunakutana na wakandarasi wote wageni. Miaka zaidi ya 60 ya uhuru, lazima tuwaamini na tujenge nguvu ya wakandarasi wazawa. Kwanza, hii ni nchi yao, watakuwa wazalendo, watatekeleza mradi wakijua wanaifanyia kazi nchi yao. Na hili, Mheshimiwa Mawaziri, wala sio ubaguzi. Mungu ni mwema sana, kila watu waliwapa nchi yao. Tanzania ni ya Watanzania, wala msiogope kuwaamini na kuwapa kazi wafanye. Mimi ni toleo la mbali kabisa la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Wapo wa mainjinia waliotangulia. Kama sisi serikali tumefika mpaka tunaweza kuaminiwa serikalini kuwa waziri mkuu, injinia Mkeko naye anashindwaje kujenga barabara ya kilomita 1? Wapatieni kazi hawa wengine, wanaokuja watasimamiwa na wakandarasi wazawa, wawaombe kazi, wapewe contract kama ambavyo miaka mingi Watanzania wazawa wamekuwa wakipewa contract na wageni. Na kazi kubwa zinafanywa na wakandarasi wazawa. Hawa wanabaki kutembea na briefcase na suti. Kazi zinafanywa na wazawa. Na wengine serikali inawalipa, wanawababaisha wazawa kuwapa fedha zao ambazo kazi imeshafanyika. Wapewe. Na sheria Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwapenda Watanzania ameshaifunga ile zaidi. Ndugu wa Tanzania, duniani kote hakuna nchi ambayo wananchi wake wote wameajiriwa serikalini. Tunapojenga usawa, tunapojenga uwezo wa wazawa, wanawaajiri watoto wa Kitanzania. Tunapowajengea uwezo wa Tanzania wakawa na uwezo wa kujenga barabara kilomita 50, kilomita 100, pamoja na maeneo mengine kilomita 200, majengo na maeneo mengine, hawa watu lazima wataajiri vijana wa Tanzania wanaohitimu masomo ngazi mbalimbali, wanaohitimu ujuzi mbalimbali. Na hili liende sambamba hata katika maeneo mengine. Maeneo mengine kazi inayoweza kufanywa na Mtanzania ifanywe na Mtanzania, kwa sababu nchi hii wa Tanzania ni yao. Yapitiwe mpaka na maeneo ya biashara. Biashara zinazoweza kufanywa na Watanzania zifanywe na Watanzania. Nielekeze idara inayohusika ipitie upya kwenye kazi, kwenye biashara, wapitie upya maeneo yote ambayo walishatoa leseni, wapitie na upya maeneo yanayoendelea kutoa leseni. Maeneo ambayo kazi inaweza kufanywa na Mtanzania ifanywe na Mtanzania. Maeneo ya biashara ambayo biashara inaweza ikafanywa na Mtanzania ifanywe na Mtanzania. Haya lazima tuambizane ukweli, kwa sababu Mungu aliumba kila watu, waliwapa nchi yao. Tanzania ni ya Watanzania. Na wale wengine na wenyewe wapewe kazi na Watanzania. Wala hatuna haja ya kuogopa kwamba wataharibu. Atakayeharibu tutashughulika naye. Na hata hawa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa uliosema na Mheshimiwa Waziri umesema,
Mfanyakazi yeyote mzembe, mla rushwa, wala msimhamishe, mfukuzeni kazi. Vijana wa Tanzania ambao wanaweza wakafanya kazi kwa uadilifu wapo wa kutosha. Kama zamani tulikuwa tunahamisha, enzi hizo hatukuwa na watu wa kutosha. Sasa hivi vijana wa Kitanzania wa kuweza kufanya tunao wengi. Ambaye anafanya kazi vizuri mpeni sifa zake. Tuna Tanzania wengi watumishi wanafanya kazi vizuri. Lakini wale wazembe, wavivu, wala rushwa, wala msiwahamishe. Asiharibu wilaya hii mkampeleka wilaya nyingine akaiharibu na hiyo. Mfukuzeni. Wekeni mwingine afanye hiyo kazi. Mheshimiwa mwenyeji wetu, tumepita kukagua maeneo yaliyoathirika. Na mimi niungane na Mheshimiwa Rais pamoja na waheshimiwa mawaziri waliotangulia kusema na wasemaji waliotangulia kutoa pole kwa wale wote walioathirika na tukio hili. Poleni sana. Tumekagua miundombinu, lakini tukio hili lina madhara ya upotevu wa maisha pia. Na kwenye upotevu wa maisha wapo na ambao hawakuhusika na hawakuwa na hatia. Kwenye imani yangu, damu ya mtu asiye na hatia kumwagika sio baraka. Na hili jambo lituelekeze Watanzania kwamba tunatakiwa tuangalie upya hatua zetu tunazochukua. Na ndio maana kwa ukubwa wa jambo hili, Mheshimiwa Rais ameunda tume. Na mimi niwaombe Watanzania, jambo hili alilofanya Mheshimiwa Rais sote tuliunge mkono. Ameunda tume ya Watanzania senior citizens, Watanzania wanaoheshimika, wafuatilie kwa kina jambo hili. Tujue, ni vizuri tukajua undani wake wa jambo hili. Hili si jambo la kwenda kwa hisia tu, ni jambo kubwa, si jambo la kwenda kwa hisia. Ndio maana Mheshimiwa Rais ametengeneza tume hiyo ya kuliangalia jambo hili. Na mimi niwaambieni Watanzania, kuna wakati tunasahau hadhi ya nchi yetu. Ndio maana mambo ya aina hii yanaweza yakatokea, na yakishatokea na mambo ya aina hii yakitokea, tunayachukulia kwa uwepesi. Jambo kubwa na gumu tunalichukulia kwa uwepesi. Tumuunge mkono Mheshimiwa Rais kwenye tume hii. Tuwaunge mkono wajumbe walioteuliwa, tuwape ushirikiano ili jambo hili liweze kutupa undani wa tukio hili na jinsi lilivyofanyika na hatua stahiki za kuchukua. Hili si jambo dogo. Na kwa nyie ambao hamjafuatilia mienendo ya nchi nyingi za Kiafrika, mnaweza mkaliona jambo rais tu limetokea Tanzania, na wengine wanaweza wakalizungushia kwenye kamviringo kadogo ka uchaguzi, na wengine wanaweza wakalizungushia kwenye kamviringo kadogo ka vyama vya siasa. Mimi niwaambieni, mimi nimekuwa mtukutu wa kufuatilia mambo ya Pan-Africanism tangu harakati zile nimezifuatilia za mataifa, kuanzia yale yanapata uhuru na yalipopata uhuru na jinsi yalivyoenda. Fuatilieni. Waombe wa Tanzania tuwe makini. Tuilinde nchi yetu. Vijana wa Kitanzania, tuilinde nchi yetu. Mungu ametupa nchi nzuri Tanzania. Mungu ametupa nchi nzuri Tanzania. Na niwaambie wana Dar es Salaam, Tanzania si mali ya serikali, wala
Tanzania si mali ya vyama vya siasa. Vyama vya siasa vipo kwa sababu kuna nchi inaitwa Tanzania. Si mali ya vyama vya siasa wala si mali ya serikali, ni mali yenu wa Tanzania. Tanzania ni mali yenu wa Tanzania.